lugha, mwanafunzi wa lugha, mkereketo wa lugha, salamu alaikum mahali ulipo. Jina langu ni Ustadh Kakamnai na kipindi ni Uketo wa Kiswahili, kipindi ambacho kinaenda hewani sasa hivi, na ningependa tuchukue habari hii kuangalia mbinu ya majazi iliyotumiwa na mwandishi Clara Momanyi kwenye riwaya Nguza Jadi kufanikisha uwasilishaji wa maudhui na ujumbe wake kwenye riwaya hii. Kwanza ni vyema tuweze kuelewa majazi ni nini. Tunapozungumzia majazi, ifahamike kwamba majazi ni mbinu ya kisanaa ya kuipa sehemu ama kumpa mhusika katika kazi ya fasihi kama vile riwaya, tamthilia, jina kutokana na sifa, maumbile yake, tabia yake au mienendo yake. Kwa hivyo ile mbinu ya kisanaa ya kuipa sehemu ama mtu binafsi jina kutokana na tabia, maumbile, sifa au mienendo yake ni majazi. Kwenye riwaya ya Nguza Jadi, wahusika mbalimbali au sehemu mbalimbali zimepewa majina ya kimajazi. Matuo kwa mfano, kwenye riwaya hii, Matuo ni jina la nchi. Ndiposa tunasema nchi ya Matuo ni jina la nchi. Na jina hili linatokana na kitenzi kutua. Kitenzi ni kutua ama kitenzi ni kutuama. Kwa hivyo Matuo limetokana na kitenzi kutua ama kutuama. Kutuama ni kutulia, usongi, huwezi ukafanya chochote. Kwa hivyo nchi hii ya Matuo basi haisongi mbele, kwani inakumbwa na changamoto mbalimbali. Na baadhi ya changamoto ambazo zinakwamiza taifa la Matuo ni kwanza ni umaskini ama ukata uliokithiri mipaka. Tatizo jingine ni hali ya vijana wengi kukosa ajira. Jambo jingine ni mfumo wa ubabedume unaotatiza maendeleo ya wanawake. Tatizo jingine ni utabaka pamoja na ukabila. Kwa hivyo baadhi ya mambo ambayo yamekwamiza taifa la Matuo ni kwa mfano ukosefu wa kazi, umaskini, ubabe dume, utabaka pamoja na ukabila. Kwa hivyo hivi ndivyo mambo ama mizengwe ambayo imeweza kukwamiza taifa la Matuo. Kwa hivyo nimesema kwamba neno Matuo ni jina la kimajazi kinachomaanisha kutua ama kutuama, na nimesema kwamba nchi ya Matuo imetuama kwa sababu gani? Nchi ya Matuo imetuama kwa sababu ama haisongi mbele kwa sababu ya mambo kadhaa. Jambo la kwanza ambalo limekwamiza nchi hii ni umaskini, ukosefu wa kazi, ukabila, utabaka, siasa mbovu na ukatili wa viongozi. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo yanafanya jina Matuo kuwa jina la kimajazi. Jina jingine la kimajazi ni Waketwa. Waketwa, umoja ni Mketwa
na linatokana na kitenzi keta, na kitenzi keta kinamaanisha hali ya kumpinga mtu au kumwangusha mtu, hali ya kumpiga mtu ama kumwangusha mtu. Kwa hivyo kumketa mtu ni kumpiga mtu ama kumwangusha mtu. Kwa mfano wakati wa mieleka unapomwangusha mtu. Ama wana mabondia wanapobadilishana makonde. Kwa hivyo wakati unampiga mtu ama wakati unamwangusha mtu, basi unamketa mtu huyo. Waketwa ni watu wanaodharauliwa, ni watu ambao wanadhalilishwa katika nchi ya Matuo, wamenyimwa nafasi ya kujiendeleza, ingawa tunaambiwa kwamba wana bidii katika masomo na hata kazini. Na hii inaashiriwa sana na wahusika kama vile Mangwasha. Tunaona bidii yake kazini, akiwa mtu wa kwanza kufika kazini na mtu wa mwisho pia kuondoka kwenye maeneo ya kazi, kumaanisha kwamba waketwa hawa ni watu ambao wamedhalilishwa na wamedharauliwa, ndio wamenyimwa nafasi ya kujiendeleza, lakini mle darasani ni wembe, kazini pia wana jitihada nyingi sana. Hivyo waketwa na utawala dhalimu wa nchi ya katika nchi yao. Kwa hivyo waketwa wamedhulumiwa na uongozi dhalimu ya nchi yao. Wachache wao wana nafasi za uongozi, huku viongozi wengi wakitoka katika jamii wa Wakule, licha ya kwamba wengi wa hawa hawajahitimu hata vizuri. Kwa hivyo tunaona kwamba wale wanaopata kazi, wale wanaopata kuajiriwa ni Wakule, lakini wengi wa Wakule hawa hawajaweza kuhitimu. Lakini wengi wa waketwa waliohitimu basi hawapati nafasi, ni wachache mno, ni kiduchu mno wanaopata nafasi hii. Kwa hivyo waketwa ni jina la kimajazi, na nimesema linatokana na kitenzi keta, inayomaanisha kumwangusha mtu, ama linalomaanisha kufanya nini? Kumpiga mtu. Tunaona waketwa katika taifa la Matuo wakiwa watu ambao wamedharauliwa sana, wamenyanyaswa sana, ni watu ambao wamenyimwa nafasi za kazi. Na tunaona jinsi ambavyo katika serikali nchini Matuo wanaofanya kazi wengi wao ni Wakule, na Wakule wale ambao wameajiriwa hawajaajiriwa kwa sababu ya kuhitimu kwao, la, wameajiriwa kwa sababu ama kwa misingi ya ukabila. Wakule ni jina jingine la kimajazi. Wakule hawa wako mbali sana kimaendeleo. Wakule wako mbali sana kimaendeleo. Wao wanahodhi nafasi za uongozi nchini Matuo. Pia kwa kuwa wengi wao wako serikalini, wanaifisidi nchi kwa kujinufaisha wenyewe na nafasi zao. Kwa kifupi, wako mbele katika kujinufaisha kama jamii mahususi. Kwa hivyo nimesema kwamba Wakule ni jina la kimajazi, na nimesema kwamba Wakule linakuwa jina la kimajazi kwa sababu gani? Ni jina la kimajazi kwa sababu, jambo la kwanza, wao wako kule, wao wako mbali, ndiposa tunaita Wakule. Kimaendeleo wameenda mbali, uongozini wako mbali, huwezi ukawafananisha na Waketwa. Wao wanahodhi mali nyingi ya serikali na nafasi zao wanaitumia kuifisidi nchi mali ili kuweza kujinufaisha, na ndiposa ni Wakule. Sijui kama unanipata.
Chifu Mshabaha ni jina jingine la kimajazi. Shabaha ni lengo, shabaha ni dhamira, shabaha ni nia, shabaha ni azma. Walipata? Huyu chifu ana nia ya kuisambaratisha ndoa ya Mangwasha. Ana kusudi la kuisambaratisha ndoa ya Mangwasha akishirikiana na Sagilu. Kwa hivyo huyu ni mtu ambaye ana makusudi mengi, ana nia nyingi sana, na mojawapo ya makusudio yake ni kwamba aone ameisambaratisha ndoa ya Mangwasha na Mrima. Pia anatekeleza nia ya kumfuta kazi Mangwasha. Kwa hivyo alikuwa na nia ya kumwondoa Mangwasha kazini. Baada ya kuona kwamba Mangwasha amekuwa kama sindano katika serikali yake ama ofisini mwake, basi aliona kwamba njia ya pekee ni kuwa na nia, kuwa na kusudi la kumwondoa, na kweli alimuondoa kwa kumpiga kalamu Mangwasha. Ana nia pia ya kuwahujumu Waketwa wanaoishi Matango, kwani yeye ni mkabila na anashirikiana na uongozi wa Mtemi Lesulia ambao hauwavumilii Waketwa. Kwa hivyo yeye alikuwa na nia ya kuwadhulumu Waketwa, na tunaona kwamba anajiingiza katika njama ya kuwafukuza Waketwa kutoka kwenye ardhi yao. Na ndiposa nasemaje? Na ndiposa tunasema kwamba Chifu Mshabaha ni jina la kimajazi, na shabaha nimesema kusudi, lengo. Alikuwa na lengo kwanza kuisambaratisha ndoa ya Mangwasha na Mrima. Jambo la pili, alikuwa pia aliingia kwenye njama ya kutaka kuwaondoa wakazi Waketwa kutoka kwenye ardhi yao. Mpenda Bure ni jina jingine. Mpenda Bure ni mkahawa uliomilikiwa na Sagilu. Mpenda Bure ni mkahawa uliomilikiwa na Sagilu. Hapa ndipo wanapokutana Mangwasha na Mrima ambao wanapendana kwa dhati. Tunajua kwamba Mrima walipendana kama chanda na pete. Na walikuwa lakini japo Mrima ni maskini, kwa hivyo wanapendana, ingawa Mrima alikuwa mtu mchochole, alikuwa mkata, alikuwa akina Yahe. Sagilu anamtamani Mangwasha licha ya kwamba anajua yeye ni mchumba na baadaye mke wa mtu. Kwa hivyo anapenda Bure. Jambo la pili, mkahawa huu unaomilikiwa na Sagilu ni mkahawa ambao umejengwa, umefadhiliwa na mtu ambaye anapenda kupora mali ya umma ili kuja kujinufaisha. Tunaona njia zake za kifisadi ndizo ambazo tunadhani kwamba uliwezesha ujenzi wa mkahawa huu. Kwa hivyo ni mpenda Bure. Kwa hivyo mkahawa mwandishi akaipa jina Mpenda Bure kwa sababu ya zile njama zake za kifisadi za kuhodhi mali ya jamii na kuja kujinufaisha yeye peke yake. Si haba. Si haba, si kidogo, si kiduchu, si akali. Tunaita si haba. Kwa hivyo yeye ndiye anayetumiwa na Sagilu kuja kufuruga nini? Ndoa ya nani? Ndoa ya Mangwasha na Mrima. Kwa hivyo anaitwa si haba kwa sababu anayofanya si machache, ni mazito mno. Si haba. Pia yumo kwenye njama ya kuwafurusha
waketwa kutoka kwenye ardhi yao. Kwa hivyo anayofanya si haba, ni mazito mno. Tunaona pia anawatumia watoto wadogo katika kuendesha biashara haramu ya ukahaba, na anawahusisha watoto ambao ni wachanga wanaostahili kuwa shuleni. Kwa hivyo anayofanya si haba, ni mazito mno. Wanipata? Kwa hivyo kapewa jina si haba. Jina jingine la kimajazi ni ponda mali. Sehemu hii ya ponda mali ni sehemu ambako kunauzwa pombe haramu, na hapa ndipo watu wanaenda kuharibu, kuponda mali yao. Hela za watu zinaenda pale, familia zinaachwa. Tunaona Mrima anatelekeza familia yake, anawaacha watoto pamoja na mke wake na kwenda kujiingiza pale katika unywaji. Si haba, mkunradhi, ponda mali. Kwa hivyo ponda mali ni mahali pa kuuzwa pombe ambapo watu wanaenda kuharibu nini? Hela zao, kutumia hela zao visivyo. Wanipata? Bwana Mafamba ni jina jingine la kimajazi. Huyu ni mwanasheria. Maana ya Mafamba ni uongo. Kwa hivyo msembo ni uongo. Mafamba ni uongo. Mwanasheria huyu ni fisadi na ni mwongo. Jina hili lina maana ya mambo yaliyofanywa vibaya, na tunaona bwana huyu anatumiwa na upande wa serikali katika kesi kuhusu ardhi ya Matango, na anajaribu kutumia njama za uongo kuona kwamba amemiliki ardhi, kwamba serikali imeweza kuchukua ardhi ya wenyeji wa Matango. Kwa hivyo bwana Mafamba ni jina la kimajazi. Mwamba pia ni jina la kimajazi. Mwamba ni jiwe kubwa, ni jabali. Huyu ni mwanasheria mahiri sana ambaye aliweza kuwatetea wakazi wa Matango hadi wakapata ardhi ile yao. Ithibati ama evidence aliyowasilisha mahakamani ndiyo iliyowawezesha wana Matango kuweza kuishinda kesi hile dhidi ya serikali. Huyu ni mwamba. Mashauri pia ni jina jingine la kimajazi. Hili ni jina la kimajazi. Lombo anamwambia Mashauri, I say Mashauri, ninaona leo una mashauri ya kufanya na mzee wako. Mara nyingi kauli alizotoa Mashauri ni kauli za kushauri mtu, za kumtia mtu hamasa. Kuna pia Majani. Majani ni jina la kimajazi, na hili ni eneo la kutupataka. Majani ni sehemu yenye uchafu ambako Mrima anapatikana akisukumwa akinywa pombe, ni Majani. Hiyo ndio sehemu ya takataka zote za mji kutupwa. Kwa hivyo ni jina la kimajazi. Kwa hivyo mwanafunzi na mkereketo wa lugha, nina furaha kochokocho kuwa nawe kwenye kipindi hiki, na ningeomba kwamba uweze kujisajilisha kwenye kipindi hiki kwa kusubscribe. Nitaendelea kuchambua kazi hii. Hata ukirejelea vipindi vya awali, unaweza ukajua kwamba tumeanza mbali tangu kwa maudhui tukaja kwa wahusika, wa sasa tuko kwenye mbinu za uandishi. Baada ya kitabu hiki tutaangalia tamthilia ya Bembea na hadithi fupi ya Mapambazuko ya Machweo. Kumbuka tamthilia ya Bembea Maisha imeweza kuandikwa na Timothy M. Arege, na hapa ndipo utakapopata uhondo wa kazi hii. Unaweza ukaandika ujumbe ukinishauri nifanye hivi, nifanye vile, ama hata wakunipongeza kwa kazi hii. Nawatakia usiku mwanana, Maulana wabariki, na waaga kwa msemo unaosema mkata wengi ni mchawi. Asante.